Akaniambia, je, hao watu waliovikwa mavazi meupe ni kina nani? Nao wametoka wapi? Nikamwambia, Bwana wangu, wajua wewe. Akaniambia, hao ndio waliotoka katika dhiki iliyo kuu, nao wamefua mavazi yao na kuyafanya kuwa meupe katika damu ya mwana-kondoo. Kwa hiyo wako mbele ya kiti cha enzi cha Mungu, nao wanamtumikia mchana na usiku katika hekalu lake. Na yeye aketie katika kiti cha enzi ataandaa hema yake juu yao. Hawataona njaa tena, wala hawataona kiu tena, wala jua halitawapiga, wala hali iliyo yoyote. Kwa maana huyo mwana-kondoo aliye katika kiti chake cha enzi atawachunga, naye atawaongoza kwenye chemichemi ya maji yenye uhai, na Mungu atafuta machozi yao katika macho yao. Mungu awafariji waliofiwa. Mungu atusaidie tunaosalia tuwe waaminifu. Na Mungu abariki kanisa letu la Jeshi la Wokovu. Tuombe. Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya maisha ya mtumishi wako. Kwa miaka 89 umekuwa pamoja na huyu mtumishi wako, umemlinda, umemtunza. Hata baada ya kupoteza macho uliendelea kumlinda na kumtunza. Alipitia katika changamoto nyingi, lakini siku leo tumesimama kando ya kaburi lake tukitoa ushuhuda tukisema wewe ni Mungu katika maisha yake. Mungu ameitika wito wa mbinguni, tumemleta mahali hapa, mahali ambapo atakaa akingojea siku ya parapanda. Mtumishi wako aume mchanga, shetani ambaye anaweza inuka katika mji huu, katika jina la Yesu akapata kushindwa kupitia kwa kifo cha mtumishi wako. Wacha amani patikane katika mji huu. Watoto wenu ambao hawana kazi wakapata kazi, wajukuu ambao wanasoma Yesu wafaulu katika masomo yao. Asante mwana wa Mungu. Baada ya mazishi haya kuna watu wametoka sehemu mbalimbali, wape neema ya safari. Shetani na ujaji wake akapata kushindwa, ukatawala maisha yetu, ukalinda imani yetu. Siku ya mwisho itakapofika kama vile ilivyofika kwa mzee katika siku ya leo, tuweze kuona ufalme wako na kurudisha mchanga wake, kibali chako kiwa pamoja nasi. Tena ishara, tena miujiza. Waliofanya kazi kwa mzee huyu wabarikiwe, waliotoa pesa zao katika mifuko yao wabarikiwe, walioacha biashara yao na kazi zao kafika katika mji huu wakaweze kubarikiwa, na kila mmoja wetu aliye mahali hapa aweze kubarikiwa. Hata nami niliyofanya kazi hii, Mungu nibariki, huduma yangu kaweze kuipanua kwa ajili ya utukufu wako. Nisiweze kuomba kwa ajili ya familia hii, wewe ni Mungu aliye mwaminifu, umesikia unaenda kutenda. Yesu aliye mwokozi wetu. Nataka tuanze na familia, waweka mchanga alafu wengine wataweka baadaye. Basi tazama kidogo tunapojiandaa na ngoma ya kazi. Nyimbo tu mbili alafu ngoma itaingia. Familia kwanza. Familia kwanza. Kila familia weke kidogo. Wajukuu. Watoto. Hata na mkono tunakubalika. Thank you.